2 Timothy chapter 3, verse 10 to 17. Nikasoma, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecution, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured, and out of them all the Lord delivered me. Yes, and all who desire to live godly in Christ will suffer persecution. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But as for you, continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scriptures is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Amen? Amen. With God, there is no coincidence. And with God, there is no accident. But everything with God happens with a plan. In another scripture says, God predestined. Before time, He planned. Praise the Lord. Before your life existed, God had planned for your life. Anaambia Jeremiah that even before you were born, I knew you. Praise the Lord. When you were still in your mother's womb, I chose you. So, katika mambo ya Mungu, hakuna ajali. Wala hakuna ya kwamba kitu kinafanyika tu. No. God is a very systematic God. God is an arranged God. It's very much arranged. God can never be confused. You know, in Christianity, in religion, there are many confusions. Kuna kuchanganyikiwa kwingi kabisa. And one of the biggest confusion in Christianity today is the relationship between the law and Jesus Christ. And people find themselves mixed up between the two. Watu wanajipata wamechanganyikiwa kati ya sheria na neema. In fact, if you are not very careful, you can find yourself going back to the law as you confess grace. Ilifanyika kitambo wakati Apostle Paul anaongea na the Galatians. Nauliza, what is wrong with you? Indeed you began with grace, but why are you going back to the law? So kama ilifanyika kwa Galatia, it is possible it is happening even today. But there's no confusion with God. God is very systematic. When He brought the law, He had a purpose to accomplish with the law. When He's bringing Jesus, there can never be a conflict between Jesus and the law. But the Bible is very systematic. When Jesus is coming, the law has to hand over to Jesus. Now the problem comes in, there are people who rejected the law.
but they want to belong to Jesus. It can never happen. Praise the Lord. If you didn't accept the law, you can never meet with Jesus. Hao ndio wale wanasema Christ is my personal savior, but I am still a sinner. Why? Because you never accepted the law. Kama ungepokea sheria, ungejua jinsi ya kufikia Kristo. Maana sheria ndiye ana njia ya watu kufikia Kristo. In fact, Biblia inasema yeye ndiye kiongozi wa kutuongoza kwa Kristo. Then bila sheria hautafika kwa Kristo. Unamjua ni sawa, but je, umefika kwake? Bwana Yesu asifiwe. Umefika kwake? Kuna watu wengi hapa wanajua President Uhuru Kenyatta. You can speak much about him, right? Je, umefika kwake? Bwana asifiwe. Umefika kwake? So watu wengi, they know about Jesus. But the question is, have you reached to him? Je, umefika kwake? Kumjua si shida. That is why when you look at the systematic way of God, the first step is salvation. God wants you to be saved. Hizi zote tunaona kuleta sheria, mpangilio ya Mungu ni uokoke. Hata anapoleta sheria, mpango yake ni uokoke. Ndani ya sheria kuna wokovu. Hiyo wokovu ni sheria mwenyewe kukufikisha kwa Yesu. Ndani ya Yesu utapata wokovu. So, the first step is God wants all of us to be saved. And last time tuliona, God desires that all men may be saved. Na kama ni desire yake, he will work towards the salvation of men. Ndio maana alifanya kazi mwanadamu akaokoka. Then after salvation, we saw that God wants you to grow. God wants your growth. God wants your development. God wants your improvement. Ndio maana Apostle Paul anasema, anapoandikia Wakorintho anawaambia ya kwamba, my children, in whom I groan until Christ be formed in you. I am groaning, I am sacrificing, I am struggling that Christ may be formed in you. Najua anasema kuzaa si shida, lakini shida ni nini? Shida iko kwa kulea. Kuzaa si shida. Wengine hata wanazaa na wanatoroka. Bwana asifiwe. Kuna wanaume wengine walizaa mahali na wakatoroka. Maana kuzaa si shida, unaweza zaa tu, very simple. But kazi ni kulea. The same way in the gospel, after being born again, there is that aspect of growth. Until Christ be formed in you. That is the will of God. Hiyo ndio mpango ya Mungu. Ili Kristo aumbike ndani yako. Ili Kristo aumbike ndani yangu. Ninapookoka niko na mimi peke yangu ndani yangu. Bwana asifiwe. By the time you are being saved, you have yourself in you. Sasa kazi ni kulea huyu mtu, yeye aondoke ndani na Kristo aingie. Bwana asifiwe. Si rahisi kuondoa mtu ndani ili uweke Kristo, si rahisi. Juzi tulipokuwa pale na viongozi wa vijana nikawaambia, for a church to raise a young man up to a position that he can be a minister, it is not easy. Praise the Lord. It is not easy because the church will invest.
There's a lot of investment that has to happen. So losing this person is a very big pain to the church. Losing this person becomes a very big pain to in fact, the servant of God feels it in his heart. And I feel. Saa zingine, hata you can be forced to cry. Because you've invested much in this person. So bringing up a servant of God is a very difficult task. But that is the will of God. That is the will of God. That a child that is born may be brought up, may be developed. That is why our major scripture in this topic is Ephesians chapter 4. If you read Ephesians chapter 4, the Bible says, and he himself gave some to be apostles, some to be prophets, some to be pastors, some to be evangelists, some to be teachers, not for nothing. If you move down there, it says, for the equipping of the saints, for the perfection. Praise the Lord. Let's see the book of Ephesians, chapter 4. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Praise the Lord. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. The Bible says, for the perfecting, for the equipping of the saints, for the work of the ministry. Ni watakatifu, lakini lazima wakamilishwe. Praise the Lord. Watakamilikaje? Watakamilika wakati Kristo ataumbika ndani yao. Wakati Kristo ataumbika ndani yao. And it is not easy for Christ to be formed in a man. It is not easy. Praise the Lord. You know, I'm sorry to say this, but the truth is, wakati Mungu alipotoa wana wa Israeli Misri, aliwapeleka Kana. Sababu ya kuwapitisha katika jangwa ilikuwa ni kutoa umisri ndani yao. Praise the Lord. Maana ndani yao kulijaa na umisri. So, kusudi la Mungu ilikuwa ni kuondoa umisri ndani yao, ili Kristo aumbike ndani, ili Mungu aumbike ndani. Lakini kusema ukweli ni kwamba ilifika mahali Mungu akasema hapana. This generation I will remove, and then I will create for myself another generation. Praise the Lord. So wale waliotoka Canaan, waliotoka Misri, hawakufika Canaan isipokuwa wawili. Lakini Mungu akaumba another generation in the wilderness. Na akawa raise up in the wilderness. Aliwaumba pale jangwani, akawa raise pale jangwani, alafu akawaingiza Canaan. Because God is a systematic God. He cannot allow this heart to enter in Canaan. Hawezi kubali hii moyo ingie Canaan. And that is not a problem with God. Hiyo si shida na Mungu. Removing me and raising another person is not difficult with God. Si shida. It is nothing. Ndio maana akaambia wale, hawa watoto watakaponyamaza, mtaona mawe itaanza kufanya nini? Itaimba, mawe itaimba.
Because I am God. No, sisi tunamwamini Mungu, lakini saa zingine hatuna ufahamu ya huyu Mungu tunayemwamini. Because huyu Mungu tunayemwamini anaweza fanya chochote. Bwana asifiwe. Mungu tunayemwamini anaweza fanya anything with hana boundary. And you cannot question him. Jana mchungaji akifundisha hapa alisema jambo moja nikafikiria sana kwa undani. Kama hakika, Bwana asifiwe, kama hakika Mungu anatengeneza mwanamke kutoka kwa ubavu ya mwanaume, then kila mwanaume ako na mke wake. Tangia akiwa mdogo mke wake yuko mahali, na kila msichana ako na bwanake, na bwanake yuko mahali. Because hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Akiumba mwanaume ameumba tayari mwanamke, because tayari amechukua ubavu akatengeneza nayo mwanamke. So kila mwanaume, hata Gideon ako na mke wake, ni bila juu yako wapi. Bwana asifiwe. Shida tu ni ajui yako wapi, na pia wakati haijafika wa kumpata. Lakini wakati ikifika wa kumpata, unaambia tu Mungu, sasa imefika wakati wa kuoa, mlete. Bwana asifiwe. Mungu, wakati imefika sasa mfanye nini? Hata akiwa Jerumani. Kwani aliumbiwa nani? Si aliumbiwa huyu? Akiwa huko Amerika atakuja ama atakuja? Lakini shida ni sisi. Sisi ndio tunahangaika. Mara unaangalia huku, mara unaangalia huku, mara unasumbuka hivi, mara unasumbuka hivi. Na wacha nikwambia, hata Biblia imesema, when they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over. God will give you over, na utakutana na nyangumi. Maana hautaki kuomba, hautaki kutulia. Unaweza kuwa umeoa because of your fleshly desire. Mke wako bado ako mahali, utasumbuka maisha yako yote, maana si yako. We are talking about a systematic God. With him there's no fault. Hakuna makosa na huyo Mungu. Hakuna makosa na mpangilio yake. Haina makosa. Hata uone vitu zinaanguka, zinaporomoka, hakuna makosa na Mungu. Wewe mfuate tu. Haujui mahali unaenda, lakini yeye anajua. Wewe mfuate tu. Mnaelekea katika bahari la Shamu, wewe unaona maji, yeye anaona hapo ndani ya maji kuna njia. Wewe mfuate tu. Omba Mungu akupe subira ya kutulia, akupe roho ya kungoja, akupe roho ya kumfuata tu Mungu. Yes, sijui mahali naelekea, but I know God is in front. I am sure of that. Tutaingia kwa shimo ni sawa. Pengine tutaingia kwa shimo tukae leo na kesho. Kesho kutwa nitaondoka. Maana ako pamoja na mimi. Nitakaa pale. Ile siwe miaka 5, iwe miaka 10, nitakaa pale. Maana akiamua kuniweka pale ataniweka tu. Na hana shida ndugu, hana shida. Utalia machozi yako yote ishe. Lakini ametulia tu, because he knows what he's doing. Anajua. Tena sumbuki, anajua. Wana Israeli wanalilia Musa, Musa, kwani umetutoa Misri tukuje tukufia hapa? Kule nyuma majemedari maafisa
askari wa Misri wanakuja, wana wa Israeli wanalia, mpaka Musa pia akawa na hofu. Musa pia akawa na hofu, akamgeukea Mungu. Mungu akamuuliza Musa, why are you crying for me? Wanaambia wana Israeli waende mbele, waambie waende, lakini wakienda wanaenda wapi? But because baba amesema niende, nitaenda. Nianguke, nitaenda. Nisambaratike, nitaenda. Maana amesema niende. Sivyo ndio amesema? Hivyo ndivyo amesema. So, Mungu anataka Kristo aumbike ndani yetu. Na niliwaambia haitafanyika tu, lazima ukae chini na utulie ndugu yangu. Lazima ukae chini na utulie. Lazima uongozwe na ufundishwe. Juzi niliwaambia Apostle Paul baada ya kukutana na Yesu, he went very fast with the gospel. But after 3 years, he realized that he needed Peter. Na akaenda akatulia naye 15 days. 15 days ni 2 weeks and 1 day. So Paul, he learned everything from Peter. And I think among all the apostles, we are hearing Peter mentioning Paul in one of his letters. James mentioned Paul. John mentioned Paul anyway. Sure. Lakini Peter ana mention Paul. Even our brother Paul. According to how he has been given the revelation and is teaching things that are too hard to understand. Yamkini hata Peter mwenyewe kuna vitu zingine Paul alifunuliwa, anapozisikia anashangaa. Anashindwa kuelewa. But the reason why Peter can mention Paul, because they sat down together. Because Paul, he learned from Peter. Let me tell you one thing. With the things of God, there is a spiritual connection. With the things of God, there is a spiritual connection. And I want to tell you, Paul did not just go to Peter, but Paul was guided to Peter by God. There were many apostles. There were many other apostles. But Paul was guided to Peter, specifically to Peter. Later, tunaposoma kwa Biblia, we learn that they was together somewhere in Antioch. Praise the Lord. So, it is possible, hata kuhudumu walihudumu pamoja for some times. It is possible, walienda katika huduma pamoja. Maana Paul anaposhuhudia, anasema tukiwa Antioch tulikuwa na Peter. Tumekaa chini tukikula na kusherekea. Kumbe they did even the ministry together. But the fact is they ministered together. Ukiangalia the life of Paul a little bit, you will realize the image of Peter. Ukianalyze tu maisha ya Paul, you will realize the image of Peter in Paul. The boldness that existed in Paul was the same boldness that existed in Peter wakati aliambia wale watu kama tuhubiri Kristo ama tuzihubiri Kristo, nyinyi wenyewe amweni, lakini sisi tunajua tunamhubiri Kristo. So when you see that boldness that was in Peter, it is the same boldness that was in Paul. Utamuona anaposimama mbele ya King Agrippa. He's speaking boldly. That is why there is a spiritual connection with the things of God.
vitu hazifanyiki tu ovyo ovyo. God has a plan. Mungu ako na mpangilio na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Numbers chapter 11. Some Numbers chapter 11 verse 25 and 26. Ifika hapo nisome tafadhali. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye. Akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Lakini watu wawili walisalia kambini. Jina la mmoja aliitwa Eldadi na jina la wapili aliitwa Medadi. Na roho ile ikawashukia, nao walikuwa miongoni mwao walioandikwa, lakini walikuwa hawakutoka kwenda hemani, nao wakatabiri kambini. Praise the Lord. The Bible says alichukua sehemu ya roho ya Musa akaweka ndani ya Bwana Yesu asifiwe. Akachukua sehemu ya roho ya Musa. He took part of the spirit of Moses and gave it to the 70. Ndio maana nimekwambia the things of God have a spiritual connection. They have a spiritual connection. Mungu hajakuleta hapa bure. Bwana asifiwe. You've been brought here with a reason. Ndio maana nakwambia when God guides you, He guides you to where He has a plan for you. Bwana asifiwe. He's guiding you to where He has a plan for you. There may be many places, but He's not having a plan for you here. He's not having a plan for you here. He's not having a plan for you here, but He has a plan for you here. Na anapokupeleka hapo, anakupeleka with a reason. And He will do a spiritual connection. He will take the spirit of the servant of God and put it in you. Unajua hata mchungaji atake asitake, you will find the image of him in me. Bwana asifiwe. Wacha hii anasema hapa tufuate Kristo. Hii anasema tu ya kujaribu kujifunika. But the truth is Apostle Paul is saying, follow me as I follow who? Christ. Yes. Hakusema follow Christ, alisema follow me as I follow Christ, because God has given you to me. You are my children. I am growing in you until Christ is formed in you. Until Christ is formed in you. The Christ that is inside the servant of God will be formed in you. It's like He's transferring. He's transferring Christ in Him to you. And the spirit that God has placed in Him, He will transfer it to you. There are many servants of God, but not all of them have the same calling. What does it feel? Not all of them have the same spirit. The functionality of the spirit, that is what I mean. But the spirit is one. Praise the Lord. Because ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Ili mtu wa Mungu awe kamili. The will of God is that all perfection and maturity. That is the will of God. After you receive salvation, you'll be guided by the servant of God. You'll be guided through the word of God. You'll be taught. Utafundishwa katika neno la Mungu. The problem is that people don't want to be taught. Watu wataki kuongozwa.
You need to be taught. You need to be perfected. You need to be matured. You need to be matured. You need to be perfected. That at the end, they may be fit to be used by God for the ministry. Praise the Lord. At the end, you need to be matured. You need to be fit to be used by God. You know, ukiona tunafanya semina mingi, we are not wasting time. Praise the Lord. Ukiona tunafanya semina mingi, we are not wasting resources. We are not wasting money, but we are investing for the future of this ministry. Bwana sifiwe. We are thinking beyond these people who are sitting here. Bwana sifiwe. How wazee watazeeka, then what next? So we are investing for the future of this ministry. Unapoona tunang'ang'ana na vijana, we are not wasting time. We are not wasting time. We are thinking of the future of the gospel in this ministry. Because you have to know one thing. When God is calling his servant, he's putting a divine purpose in his heart. In the heart of Peter, there was the call of God. In the heart of Peter, there was the call of God for the Jews. Praise the Lord. It was specifically for the Jews. Na ndio maana akiwa kule Antioch alibehave. Because his calling was for the Jews. Lakini the call of Paul was for the Gentiles. In fact, many times I testify, I exalt my office. What was his office? The ministry to the Gentiles. That was the office of Paul. And all the people that ministered with him, Wakina Timothy, Wakina Titus, all of those people, they learned from Paul. It is very rare to see Timothy preaching to the Jews. It is very rare because the call of God in the heart of Paul, he transferred it to the heart of Timothy. Praise the Lord. But that is a spirit that God has put in him. That is why it is the will of God that we may come to perfection. We may come to maturity. But this one will not come until you sit down and you are led. Until you sit down and you are taught. Until you sit down and you are guided. And that is exactly what we are doing here. We are not wasting time. Praise the Lord. Hatuharibu wakati. Tunapofanya couple seminar, it is not a waste of time. We are preparing people for maturity. When we are doing youth seminar, maana tumefanya youth seminar mingi. Hii hata si moyo wa mchungaji, hii ni moyo wa Mungu ameweka ndani yake. Praise the Lord. Hii ni moyo Mungu ndiye ameweka ndani yake. That is why we are fighting with these young people. We are not fighting for anything. We are fighting for the gospel. Because the future of this ministry, the future of the call of God that he gave to his servant is with these young people you are seeing here. All these old people, they will become old. Is that ministry going to continue? It will not continue until Christ is formed in you. It will not continue until the image that God intended before time for this ministry is formed in you. Hii moyo inamalizwa mpaka ibaki space ya kuingiza Kristo. Lazima moyo imalizwe ili ibaki space ya kuingiza Kristo.
Because I know where God wants you to be in the future. I know what God wants to do with you in the future. Na kila mtu ambaye Mungu amemleta hapa, there is no coincidence with God. There is only a plan that God has. There's no coincidence. Sifikiria umetoka huko, umekuja hapa for nothing. That is not a reason. That is not the reason. But if you will not settle down and allow God to work in your life, you will not understand. Right? If you will not understand that there is a will of God for guiding you here, there is no coincidence with God. Utatangatanga left, right, and center because you don't understand that there's no coincidence with God. But if you will know there's a plan of God in everything, you will settle down and allow God to guide you. You will settle down. Allow God to work in your life. You will settle down. With God, there is no coincidence. God is a systematic God. If you are here, allow yourself to humble yourself, settle down, and allow God to work in your life. Praise the Lord. He made some apostles. He made some prophets. He made some evangelists. He made some pastors. He made some teachers for the perfection of the saints. For the equipping of the saints. God wants you to be perfected. God wants you to be equipped for the work of the ministry. For the body of Christ to be built. Praise the Lord. Amen. Ikona three major work. Let's read Ephesians chapter 4. I just want you to understand this and then I finish. Ephesians chapter 4 verse 12. Anapofanya hawa watu, manabii, mitume, wainjilisti, wachungaji, walimu, hafanyi tu for the sake of it, but anafanya with a plan. What is this plan? Verse 12. Nisome Kiswahili Morris. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Ya kwanza, ili watakatifu wakamilike. Ni watakatifu, sio wenye dhambi. Ni watakatifu wako kanisani. Mungu anataka wakamilike. That's why he has given these people. He has a plan. So ukiwa umeokoka na uko hapa, God has a plan with you. Ya pili, hata kazi ya huduma itendeke. Hata kazi ya huduma itendeke. Bwana sifiwe. Amen. Hata kazi ya huduma itendeke, mkamilishwe, alafu mtumike kwa huduma. Next time Mungu akinipatia nafasi, kama kuna kitu Mungu hataki, ni utoto katika huduma. Because mahali kuna utoto, there's no decency, there's no order. That is why he wants hizo utoto kuondolewa. Next time we'll see that. Second is the work of the ministry. And then third, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata mwili wa Kristo. That's the only plan of God. Fanya huduma ukijenga mwili wa nani? Bwana sifiwe. Amen. Ukamilishwe. Ukishakamilishwa utumike katika huduma ukijenga mwili wa Kristo. Katika kila huduma Mungu amekupa ili kusudi utumike kwa kujenga mwili wa Kristo. Hii mwili wa Kristo ujengwe. Let us pray. Father, in the name